الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, ni ipi hukumu ya mwanamke kufunga kisha akawa haswali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni ipi hukumu ya mwanamke kufunga kisha akawa haswali? Hili ni swali ambalo lilikuwa limetujia kuwa anauliza swali muulizaji kwamba mwanamke ambaye anafunga lakini haswali. Na hili si kwa mwanamke tu, hata mwanamume ambaye anafunga kisha akawa kwamba haswali, ni ipi hukumu yake? Kwa maana Muislamu ambaye anafunga sawa ikiwa mwanamume sawa ikiwa mwanamke, lakini ikawa haswali, ni ipi hukumu yake? Kwamba mtu huyu funga yake wanachuoni katika kukubaliwa kwake au kukataliwa kwake wametofautiana. Wako ambao walisema kwamba funga yake inakuwa ni batil, haikubaliki, na wako ambao walisema funga yake itakubalika. Hapa nitapenda kuwasoma baadhi ya maelezo ya wanachuoni. Wanasema as-sahihu anna tarika as-salah amdan yukaffaru bidhalika kufran akbar. Kauli ambayo liko sahihi kwamba mwenye kuacha swala kwa maksudi, mtu huyo anakufurishwa, tena anaingizwa katika ukafiri ambao uko mkubwa. Wa bidhalika la yasihu sawmuhu, na kwa ajili hiyo funga yake haitosihi, haitokubaliwa funga hiyo, itakuwa ni batil. Na sio funga tu, wala baqiyata ibadatihi, wala baki ya ibada zake vile vile hazitokubaliwa, hata yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liqauli Allah azza wa jalla, kwa kauli yake Allah azza wa jalla, walau ashraku, na lau kwamba watashirikisha hao viumbe, la habita anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka yale ambayo yataporomoka kutoka kwa wao, ma kanu ya'malun, yale ambayo walikuwa wakifanya, maana yake atakosa malipo yale ambayo walikuwa wakifanya, hatolipwa. Kwa hiyo ikiwa maana yake watu wameshirikisha na mtu akiacha swala, maana yake mtu amekufuru, ameingia katika ushirikina. Hiyo ni sura Al-An'am ya nambari 88. Wama jaa fi maanaha min al-ayat wal ahadith, na zile ambazo kwa zimekuja katika maana aya hiyo katika aya na katika hadithi. Kisha kaendelea kusema wanachuoni, wa dhahaba jam'u min ahli al-ilm, wakenda kundi katika watu wenye elimu, ila annahu la yukaffaru bidhalika, kwamba hatakufurishwa kwa jambo hilo kufran akbar, ukafiru uliokuwa mkubwa, wala yubtilu sawmahu, wala jambo hilo halitubatilisha funga yake, wala ibadatihi, wala ibada zake nyingine, idha kana muqirran bil wujub, itakapokuwa kwamba ni mwenye kukiri wajibu wa hiyo swala. Walakinahu taraka as-salata, lakini yeye ameacha swala kuswali, tasahulan, kwa uzembe, wa kaslan, na uvivu. Wasahihu, lakini kauli ile kwa sahihi, alqaulu alawwal, kauli ya mwanzo kwamba mtu huyo atakufurishwa ukafiri ambao uko mkubwa na funga yake haitukubalika. Wa huwa annahu yukaffar bitarkiha kufran akbar, nayo kauli ya mwanzo kwamba mtu huyo ataingizwa katika ukafiri kwa kule kuacha kwake kuswali, tena ukafiri uliokuwa mkubwa, idha kana amidan, itakapokuwa kwamba afanya hayo kwa kusudia. Walau aqarra bil wujub, hata kama atakiri, atakubali wajibu, liadillatin kathiratin, kwa dalili nyingi ambazo zilikuwa zimekuja kwamba mtu huyo ataingizwa katika ukafiri kwa kule kuacha kwake kuswali kwa maksudi, hata kama atakiri wajibu wa swala. Minha qaulu nabii, miongoni mwa dalili hizo ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah, tofauti iliyokuwa baina mtu na baina ushirikina na ukafiri ni mtu kuacha kuswali. Kwa hiyo akiacha kuswali mtu manake ameingia katika ukafiri, ameingia katika ushirikina. Akhrajahu Muslim, hadithi amesimulia Imam Muslim fi sahihi, katika sahihi yake, min hadithi Jabir ibn Abdullah, kutokana hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Waliqaulihi, na kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar,
ahadi iliyokuwepo, ahadi ambayo ilikuwa baina yetu sisi na baina yao makafiri, au tofauti iliyokuwepo baina yetu sisi na makafiri, as-sala, swala, faman tarakaha faqad kafar, basi mtu huyo atakayeacha kuswali anakuwa amekufuru. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa ahli sunan al-arba biisnad sahih min hadithi Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami. Na hili ni jambo ambalo Muislamu anatakana tanabahi nalo, kwamba vipi wewe Muislamu, yani kwamba unafunga lakini huswali. Hichi ni kitu kwanza kiingia kilini kabisa. Muislamu wa kweli hasa haiwezekani kwamba yeye akaacha ibada ya swala. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halikubaliki. Ikiwa kwamba umeacha kuswali, basi elewa kwamba ibada zako hazitokubaliwa. Na hadithi zimekuja nyingi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah salah, yule ambaye jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo mja siku ya kiyama ni swala. Swala yake ikitengenekea, basi na matendo yake mengine ndio yataangaliwa. Lakini swala yake kwa mpungufu, basi Allah atawaambia hebu muangalieni mja wangu katika swala zake za sunna, zitaangaliwa swala za sunna, zitajaziwa pale. Swala ikitengenekea, sasa ndio ibada nyingine zitaangaliwa hapo. Lakini swala ikiwa imefeli, ibada nyingine hazitoangaliwa. Kwa hiyo mtu ambaye anufunga na haswali, huyo maana yake kwamba anafanya viroja ambavyo vilikuwa vieleweki, lakini vile vile asitegemee kukubaliwa funga yake hiyo na hali ya kuwa kwamba yeye hajasimamisha swala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala asitengeneze hali zetu tuwe wenye kusimamisha ibada katika hali ambayo Allah anaipenda na anaridhia. Amin, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na atuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.